Mtazamaji wa Injili ya Wokovu TV, mambo ni mazuri kwa kweli. Hii ni siku ya pili ya semina ya mkutano huu wa Injili ambao unafanyika kwa siku tatu. Tumeanza Ijumaa jana tarehe 22 na leo ni tarehe 23, siku ya pili. Bado siku moja, yani Jumapili ya kesho ya tarehe 24 tukiwa tutamatisha mkutano wetu mzuri kabisa unafanyika hapa kwenye viwanja vya Mlimani vilivyopo Igima mkoani Njombe. Nipo na Mwalimu Aaron Yona Ulaya ambaye yeye amefundisha siku ya leo kwa siku ya pili. Tusikilize namna ambavyo ameona wingu siku ya leo lilikuwaje kwa upande wake. Namna gani ambavyo siku ya leo ilikuwa na maandalizi kwa upande wake. Mwalimu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Safi, hongera kwa huduma. Asante sana. Naona mkutano umekuwa mzuri kweli kweli, na kadiri siku zinavyozidi kwenda watu wanaongezeka. Mungu ametusaidia sana. Naam, hii imekupa picha gani? Leo idadi imekuwa kubwa tofauti na jana. Uamsho uko mlangoni mwetu. Ni sisi tu kuupokea na kuukaribisha ndani. Picha kubwa niloipata kutokea jana hata leo. Jana tulikuwa wengi, lakini sikuamini kama leo wanakuwa wengi hivi. Na kama nilivyosema, vijiji hivi viko mbali, lakini stili watu wameweza kufika na kushow up na kuweza kuja kusikiza neno la Kristo. Hilo ndio jambo la msingi zaidi. Wingu la leo tumeona jinsi ambavyo lilikuwa. Ndio. Maandalizi yako pengine yalikuwaje siku ya leo kabla ya kufika hapa ukitofautisha na jana? Kwanza Mungu azoeleki. Baada ya kuiona ibada ya jana niliogopa sana leo itakuwaje. Kwa hiyo leo ikanipa tension sana ya kumsihi Mungu. Nilikumbuka nilipoamka tu kwa mara ya kwanza, neno la kwanza kusema ni kuikamata siku ya leo kwa jina la Yesu. Kwa niliitiisha siku ya leo tangu rohoni na nikamsihi Mungu utukufu wake ajitukuze mwenyewe. Yes. Kwa nini unavyotazama sasa mwelekeo huu inakupa picha gani kuelekea kesho? Mwitikio utakuwa mzuri kwa neema ya Kristo Yesu, kwa sababu tunayemhubiri ni Yesu na hatuhubiri neno letu, tunamhubiri Kristo Yesu na sisi tunahubiri yeye ndio mwenye kuokoa. Kwa hiyo picha nayoipata na mwelekeo wa kesho utakuwa so powerful, kwa sababu maandiko yanasema wazi, heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Tunapomaliza kesho tumtegemee Mungu kutusaidia sana, kuwafungua watu sana, tofauti na leo. Tumeona watu leo wakigalagala sana na wakifunguliwa sana kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na sijui kama ulichukua caption kwenye video yako, lakini watu wengi wamekuwa wakifunguliwa, na hilo tu mimi namtukuza Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Basi tunampa Mungu utukufu. Na ndio swali ambalo lilikuwa linafuata kwamba leo kumekuwa na tofauti mkubwa sana. Idadi ya watu wengi imekuwa pia idadi kubwa ya watu ambao wengi wamefunguliwa. Kwa namna unavyotazama, unadhani pengine kuna siri ya tofauti na kile ambacho ulikuwa unakitazamia? No, hakuna siri ya tofauti isipokuwa Mungu ana tendency ya kujitukuza day to day. Siku ya kwanza ni kama siku ya maandalizi, Mungu anaiangalia mioyo na kuandaa watu, lakini siku ya pili inapokuwa na watu wengi kuliko jana, Mungu anapenda sifa na Mungu anapenda utukufu. Kwenye kusanyiko kubwa la watu, Mungu anatenda sana. Kwa hiyo ukitaka kutafuta miujiza mikubwa ya Kristo Yesu kwenye kusanyiko la watu, ndio maana ukisoma Biblia kitabu cha Mathayo, Yesu amefuatwa na makutano wengi sana, akawaponya wagonjwa wao, akatenda miujiza mingi sana, kwa sababu Mungu kwa asili anapenda kusifiwa, anapenda kujitukuza katikati ya watu. Bila shaka hili ni jambo jema kwa watu wa karibu na watu wa Njombe kwa ujumla wake. Lakini sasa kwa namna unavyoelekea Injili na matendo, muhimu sana. Mambo ya charity toka jana tulizungumza ripoti yake, na sasa maendeleo yapoje? Tupo tunaendelea na wadau mbalimbali ambao wameguswa na hilo jambo, lakini pia nimepokea taarifa leo uwepo wa kitu fulani, umoja wa makanisa umejaribu kuuliza kama tunaweza tukapata watu ambao ni Wakristo waaminifu, wanaweza wakawashika mkono kwa ajili ya kuwajengea kisima cha maji. Umoja wa makanisa una uhitaji wa kisima hapa kijijini, unapofahamu hapana kisima pale. Kwa hiyo makanisa hawana mahala pa kujistiri kwa maji, wanafuata maji mbali. Kwa hiyo wamejaribu kusema, mwalimu, basi na timu yako na watu wa mtandao wanaotusikiliza, kama wanaweza wakafanya jambo kwa ajili ya kupata kisima cha kanisa kwa ajili ya matumizi ya makanisa. Umoja wa makanisa umeomba hivyo. Kwa hiyo kama kuna mtu ataguswa, na nitumie nafasi hii ndugu mwandishi, kama kuna mtu ataguswa kwa namna yoyote ile kwa ajili ya kusupport, kwa shika mkono umoja wa makanisa hapa kijijini Igima kwa ajili ya kuchimba kisima cha maji, basi nikukaribisha kwa sadaka yako, na namba nafikiri zitakuwa pale chini. Naam, sawa sawa. Na tuna watu wengi ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao hapo Igima, lakini ulimwengu ni utandawazi, mambo yako sawa. Unawaambiaje wanaotufuatilia kwenye kwa njia ya YouTube? Waendelee kutufuatilia na kujifunza neno la Mungu, waendelee kula na kunywa mezani pa Bwana, lakini zaidi ya yote watuombee, kwa sababu kazi hii sio rahisi. Sio wote wanapenda kuja vijijini, kwa sababu huku ni mateso, huku huji kupokea, unakuja kutoa. Amen. Wakati nimekaa pale kuna mtu alitumia message, mtumishi wa Mungu bwana, tuone vipindi vya saa 4 usiku. Utaratibu upoje? Utaratibu ulivyo, tumeomba radhi kwa sababu ya ratiba tulizonazo, na
timu ilivyo, tunashindwa kujigawa na kufanya vipindi vya saa 4 usiku. Lakini pia ukiangalia na changamoto ya kimtandao, internet hapa ni shida sana. Hata Tigo inapatikana tu, Mix by Yas inapatikana tu eneo fulani hivi, lakini mitandao sasa hili hatuwezi kuwa na clear picture usiku na watu wakajifunza vizuri. Kwa hiyo tumeomba watu wawe na subira kwa ajili ya tutakaporudi tutaendelea next week. Asante sana mwalimu, mwalimu Aaron Ulaya. Amen. Na watu mbalimbali ambao wametufuatilia leo YouTube kwa njia hii ambayo ni ya kimtandao zaidi. Tunashukuru sana wale wote ambao mmekuwa nasi kuanzia majira ya saa 9 kamili mpaka sasa. Tumefika tamati. Mimi ni Mestre Eliud na hii ni Injili ya Wokovu TV. Nileta Mungu na kisha mambo yapo sawa kabisa, lakini timu nzima ya Injili ya Wokovu TV tupo hapa mpaka siku ya kwenda gerezani tutakapotamatisha shughuli yetu nzima iliyotuleta hapa mkoani Njombe.